Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Basi Waswahili wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na msemo mwingine wanasema mwisho wa ubaya ni aibu. Haya yote yanasadifu uhalisia wa maisha tunayoishi. Na leo mwanzoni kabisa mwa hii misa niliwaambia kwamba tunafunga mwaka wa liturujia. Tunapofunga huu mwaka wa liturujia, kinachotolewa kikubwa ni wosia. Lakini huo wosia upo kwenye mlengo wa tafakari ya kina. Tujitazame tunakotoka, tulipo, lakini pia tuyatazame matarajio yetu. Nabii Mika ambaye tumemsikia kwenye somo la kwanza, yeye alikuwa ni chombo cha Mungu kweli, ambaye alikuwa anaishi kwenye jamii zenye matabaka mawili. Tabaka la kwanza ni tabaka la watu ambao wanapenda haki. Tabaka la pili ni tabaka la watu ambao wanachukia haki na wananyanyasa wengine. Kwa hiyo katika unabii wake alikuwa anaonya kwamba ninyi wote mnaotenda mabaya, kuna siku mtageuka makapi. Kuna siku mtageuka takataka. Kuna siku mtakuwa watu ambao mtalia kilio cha kusaga meno kwa sababu ya uovu wenu. Sasa amejaribu kuzungumzia juu ya kuteketezwa, na kitu kinachoteketeza kwa haraka zaidi ni moto. Katikati yetu hakuna mtu asiyeufahamu moto. Wote tunaufahamu moto, kwa sababu moto kazi yake ni kupika. Tunakula chakula kilichoiva, na ukipewa chakula kijaiva unasema wewe mpishi ni mkorofi au hujui kupika. Kwa tunaweza tukauweka moto katika makundi mawili. Kuna moto ambao unatakasa na kuna moto ambao unateketeza. Ninyi wote mtakumbuka ile siku ya Pentekoste, wale mitume wakiwa na Mama Maria walishukiwa na ndimi za moto. Zile ndimi zilikuwa ni kutakasa roho za waadilifu, lakini pia kazi yake ni kuteketeza uovu. Kwa hiyo uovu kazi yake ni kuteketezwa, kwa sababu uovu sio maumbile, uovu sio kitu kilichoumbwa na Mungu. Uovu ni fujo za uasi. Kwa hiyo takataka zote unazozifahamu huwa zinaanza kama kitu chema. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Nyinyi si mnataka kutupa takataka jalalani? Zile takataka zinazalishwa kutoka kwenye vitu vyema. Kwa asili nyanya ni kitu kizuri, kitunguu ni kitu kizuri. Lakini ukifika nyumbani unapembua, unaanza kumenya, kuna takataka zitaenda jalalani. Kwa hiyo takataka zinatoka kwenye vitu vyema, alafu zinaitwa takataka, zinatupwa na kuteketezwa. Na zinapokwenda kuteketezwa au kutupwa jalalani, kazi yake huwa ni kuunguzwa moto. Yale majalala makubwa mnayoyafahamu, kila mkienda mnakuta yanafuka moshi. Uongo ukweli? Na ule moto mara nyingi hauzimiki. Kwa hiyo panapofuka moshi pana moto. Na moto kazi yake ni kuteketeza au kutakasa. Kwa hiyo leo tunazungumza zaidi habari ya moto wa kuteketeza. Sisi binadamu wote tumeumbwa viumbe vizuri kabisa. Nimekuumba mzabibu mwema, Mungu anasema. Nilikuumba mzabibu mwema, leo umegeukaje mzabibu mwitu? Mwenyezi Mungu akuumba mwanadamu mnyonyaji. Mwenyezi Mungu hakuumba makahaba. Mwenyezi Mungu hakuumba watu wezi. Mwenyezi Mungu hakuumba watu wakorofi kwa asili yao. Huu ukorofi na ubaya tunaupata kwenye hii dunia kutokana na tamaa ambazo zinatuvaa kwa sababu ya upungufu wa maisha ya sala. Ukishavalishwa hilo wingu la tamaa,
unakuwa kituko, unaanza kujipenda mwenyewe, unaanza kujilimbikizia. Sasa watu wote wanaofanya hayo mwisho wa siku watageuzwa kuwa takataka. Halo, wewe unataka kutupa takataka jalalani? Sasa kuna siku na wewe utatupwa kama takataka, unaunguzwa. Hivi mtu akikutukana tu takataka kabisa, wewe unajisikiaje? Yaani wewe takataka, wewe unajisikiaje? Sasa unapotukanwa tusi kama hili, wajibu wako ni kutafakari na kujiuliza, kwa nini nimetukanwa tusi kama hilo? Wengine wameshaambiwa mbwa kabisa. Yaani unapotukanwa matusi kama hayo, kuna tabia ambazo umezichota ambazo hazina sura na mfano wa Mungu. Sijui umezitoa wapi, lakini bila shaka ni kutoka kwa baba wa uongo. Huyo baba wa uongo ni Shetani. Kwa hiyo wewe mwanadamu umeumbwa ukiwa na heshima kubwa, lakini hiyo heshima unaivunja wewe mwenyewe kwa makusudi, kwa kutenda mambo ambayo hayakuumbwa na Mungu, kwa kunyanyasa wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwa kujifanya wewe una nguvu kuliko wengine, kwa kujifanya wewe ni Mtanzania kuliko Watanzania wengine, kwa kujifanya kwamba rasilimali za nchi yetu ni za kwako, unanyanyasa na kunyonya wengine. Unakuwa na ukabila, unakuwa na udini, unakuwa na upendeleo. Kuna watu wanalia machozi yasiyokauka kwa sababu shida zao hakuna wa kuwasikiliza. Lakini ni Mtanzania mmoja au wawili au watatu ambao wamekuwa sababu ya hayo machozi ya Watanzania. Sasa ole anayoitoa Nabii Mika ni kwamba wewe unayafanya hayo, kuna siku na wewe utateketezwa na utalia kilio ambacho atakosekana wa kukufuta hayo machozi. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Nabii Mika anapoyatoa hayo, anataka kukutahadharisha ujitazame, ujichunguze, ujipekue. Kwa sababu wanyonyaji wote wanaonyonya wengine, kazi yao huwa ni kujilimbikizia. Wanataka wewe na nyumba 10 wakati wanaishi nyumba moja tu. Wanataka wewe na magari 7 wakati wanaendesha gari moja. Wanataka wewe na vitu vingi, yani ile tamaa imewatawala. Sasa injili imekuwa wazi. Hayo yote mnayoyaona, kuna siku alitasalia jiwe juu ya jiwe. Ndiyo, una nyumba 3, umezijenga kwa halali, kwa jasho, au kuna watu umewanyonya? Na mfano mzuri ni hapa Tanzania. Kuna mtu aliwahi kufikiria kwamba kuna wananchi wataharibu mali za watu? Kuna mtu aliwahi kufikiria? Imekuja bila kutarajiwa. Sasa huo ni mfano halisi wa maisha ya yale tunayoendea. Siku ya kiyama ikifika, kutakuwa na kilio kweli na kusaga meno kweli. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima ujichunguze. Siku zote ukae upande wa wenye haki, usisimame upande wa wakosefu, kwa sababu utalia kilio cha kusaga meno. Somo la injili tulilolisikiliza vizuri kabisa, lenyewe lina mahusiano makubwa na somo la pili. Somo hilo la pili ambalo tumelisikia kutoka kwa waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Huyu Mtume Paulo kuna kipindi alienda kuhubiri kule Thesalonike, na alipokuwa na wahubiria watu, aliwaambia mwisho wa dunia upo na umekaribia. Kwa hiyo watu mjiandae kwa ajili ya unyakuo. Anapoyatoa hayo mahubiri, watu wakamuelewa ndivyo sivyo. Wakasema kama ni hivyo, mwisho wa dunia umekaribia, basi haina haja ya kufanya kazi. Nifanye kazi ili ale nani wakati Mungu anakuja kutuchukua? Kwa hiyo uvivu ukaingia, alafu wanamsubiria Mungu aje awachukue, wanashangaa hatokei kuwachukua. Ndiyo maana injili imetahadharisha kwamba kuna watu watawajia, watawaambia mwisho wa dunia umekaribia. Tazama yuko huko.
tazama yupo kule, wewe usitoke, kwa sababu huo mwisho hauji kizembe, hauji kizembe. Na Mtume Paulo anapolisema hili, anataka wote tuingie kazini, wote tuingie kazini, tufanye kazi, ili tusimlemee mtu yoyote ambaye anajishughulisha